Yes bana, Hari Alexa wameannounce kwamba wanashirikiana na kampuni moja ya Kichina inaitwa Hana. Hii ni kampuni inayotengeneza simu. I don't know Hana sio Hono. So ni wa China. Hizi simu niliziona kuna brother mmoja Kariakoo alikuwa anazipromote sana. Anyway, so kampuni ya Kichina hii hizi simu za Hana bana wameingia ubia na kampuni ndugu zetu wanaotengeneza kamera za Ari. So kama ni kwa mara ya kwanza unasikia Ari ni kampuni inayotengeneza cinema kamera nyingi kubwa sana. So ni kwa mara ya kwanza tumeona Ari wanashirikiana na kampuni ndogo kama za simu hizi za kamera vidogo. So tumekuwa tukiona kampuni zingine kama vile wale Hasselblad wale waliofanya waliotoa kwenye DJI mpya hizi drone kuanzia Mavic 4. I think hata Mavic 3 wana Hasselblad wale I don't know Hasselblad wale ile kampuni top of the top ambayo inatoa kamera very expensive za picha. So hiyo kampuni tumeona ikishirikiana na DJI kutoa hizo drone. So right now tumeona Ari nao wameshaingia ubia na hizi simu za Hana, ambapo wameanza kutoa sasa, wanafitua simu ambapo hii simu bana imekuwa ina feature kali sana ambayo inaitwa 4 jina la chekesha kabisa, lakini ni 4 degree of freedom gimbal, ambapo ni gimbal ina uwezo mkubwa sana wa kufanya vitu vingi, ikiwezekana hadi kucheza. So unaweza kuwekea muziki yenyewe gimbal inacheza, inakata mauno, inafanyaje. So ni feature kubwa sana za gimbal zimezidi kutengenezwa na hizi kampuni za Kichina. So nadhani ni successful sana kwa upande wa kampuni za Kichina kwa sababu DJI pia ni Mchina na anasumbua sana. So tumeona Ari Alexa amekuwa naye akijitahidi kutengeneza gimbal zake. Tumeona na yeye anaanza, kwa mfano kuna issue inakuja, nasikia na Ari naye anataka aanze kutengeneza hivyo vitu vyake, but wa China still wamekuwa ni tishio sana. Wa China wamekuwa wanatengeneza vitu vikali sana na wanashindwa kuwakataa, kwa sababu tunajua kwa mfano Ari ni kampuni ya Kijerumani lakini imeingia ubia na kampuni ya Kichina kwenye issue ya hizo gimbal. Wenyewe walichokifanya tu Ari kama Ari wameweka system yao ya kamera na system yao ya rangi. So you can imagine Ari wanaingia kwenye device ndogo na system yao ya rangi. So mara nyingi sana cinematographer wamekuwa wakichukua DJI, kampuni ya DJI kama zile Osmo, wakizichanganya na picha za Ari. So kwa mfano kwenye mazingira ambayo ni tight, same shot ambazo haziwezekani, mara nyingi walikuwa wanachukua DJI. Kuna baadhi ya sehemu wanachanganya DJI ambapo ni I think ni log ngapi ile D, nadhani log D pale walikuwa wanachukua ile wana mix na kwenye Ari, na kuna log moja hapo ya Ari inaingiliana na DJI. So sikumbuki vizuri ni ipi. So katika hizo wakizimix ilikuwa inafanya kazi vizuri. So right now tumeona Ari nao wameamua kuingia kwenye small devices kama zile za Osmo, wameanza kuingia ubia na Hana, ambapo wenyewe wameinvest, wameweka kamera yao ambayo ina uwezo wa kufanya megapixel 200. So you can imagine Ari wenyewe kamera zao zina megapixel ndogo, zingine ziko 17, zingine 12, zingine 7. So megapixel zao ni ndogo kwenye kamera kubwa za cinema, lakini cha ajabu wameenda kuweka megapixel 200 kwenye kamera ya simu. So still bado mimi sijapata jibu sahihi mpaka sasa hivi. Najiuliza hizi megapixel zina advantage gani kwenye cameras. Kwa mfano unakuta small cameras za simu zimepewa megapixel nyingi sana, wakati cinema kamera kubwa zinapewa megapixel ndogo. So still nina challenge kubwa sana hapo kwenye megapixel, bado sijaelewa. Anyway, lakini hiyo ndio big news iliyotokea leo kwamba Ari Alexa wameingia ubia na kampuni ya simu ya Honor, ambapo wameenda kuinvest kwenye kamera, ambapo wameweka kamera yao wakaipa megapixel 200. So lakini cha ajabu kikubwa zaidi ni uwezo wa ile gimbal ya hiyo kamera kwenye simu. So ni simu ambayo ina pop up, inatoa gimbal, then ile gimbal inafanya movement nyingi sana ambazo zinaitwa freedom. Ina uwezo wa kufanya chochote, ni gimbal ambayo iko free, inacheza. Ndio hiyo na feature inaitwa Photo. So ni feature ambayo inafanya gimbal inaweza hata kucheza muziki. So hiyo ni kitu cha ajabu sana Wachina wamezidi kudevelop. Nadhani Wachina wanazidi kutishia kwenye swala la teknolojia, especially kwenye upande wa gimbal. So wamekuwa ni kampuni ambazo hazina mpinzani kwa kifupi. Anyway, so hiyo ndo news ya leo ambayo make noise sana kwenye media nyingi, kwenye social media nyingi sana zimekuwa imepop habari kama hiyo. So hii ni kushangaa kwamba Ari sasa wenyewe wameamua kushuka chini, na kutoka. Kwa mfano mwaka jana Ari ametoa hiyo 35 Extreme ambayo ndo kina Dimondo amenunua, then
akatoa na kamera nyingine ya live. So Arya ametoa kamera ya kushoot live tu. So Arya anazidi kushuka chini, anazidi kuingia kwenye mazingira ya watu kawaida. Tumeona kamera zingine kubwa kama IMAX zenyewe zimebaki kule juu, hazitaki kuona kuengage na watu, kutoa vitu vidogo vidogo, mbaki kule juu kwenye market zao zenyewe za filamu. So tunategemea Arya wanaweza kaendelea kuja kufanya mapinduzi makubwa, wakatoa kamera zao ndogo labda za watu za kutumia hizi, sio DSLR, hizi mirrorless za watu kutumia hizi ndogo ndogo za tunasema hizi digital cameras ndogo. Sijui, lakini ni just utabiri, tunahisi kwa sababu kama wameshaanza kufanya vitu kama hivi inamaanisha kuna feature nyingi wanaweza kaendelea kuzifanya. Anyway, so kama una chochote cha kushare, welcome kwenye comment hapo tu discuss, tuendelee kuambiana. Mpaka next time, Regi hapo, subscribe please.